Sofia Vigo, Reifenstein, ni mcheza gofu, ni mwana michezo, nimefanya mashindano mbalimbali ya baiskeli. Kwa mara ya kwanza kuja mkoa wa Kilimanjaro nilikuja na baiskeli. Mwaka gani? Kutoka Morogoro mpaka Kilimanjaro mwaka 1990. Ilikuwa ni sehemu ya mchezo au just tu kwamba kuna kitu ulikuwa unakipeleka? Mimi nilikuwa naendesha baiskeli. Morogoro nimeshawahi kuingia kwenye mashindano ya baiskeli na nikashinda. Nini ambacho kilikusukuma kuondoka kwenye mchezo wa baiskeli na kuingia moja kwa moja kwenye mchezo wa golf? Cha kwanza nilianza na football. Kote huko amepita bwana Fasi. Mchezo wa kwanza nilianza na football. Kwa maana ya kucheza? Kucheza, kama kucheza. Uh-huh. Nilicheza football, nilicheza basket, nikacheza volleyball na nikacheza netball pia. Na nilicheza mpaka kitaifa. Kwa hiyo nilipofika kwenye netball nilicheza kitaifa. Alafu baadaye nikaingia kwenye mambo ya baiskeli. Mimi ni mwana sports. Unaona nimeanza wapi? Yeah. Kwenye udogo wangu nilikuwa nacheza football na wanaume. Bwana, vijana wa kiume ndio kampani yangu maisha yangu yote. ulikuwa midfield au? Nilikuwa nacheza, nilikuwa goalkeeper. Okay. Alikuwa goalkeeper. Okay. Kwa hiyo unaona nimecheza mimi football. Kwa hiyo ndio maana hata hizi academy zinazofunguliwa mkoa wa Kilimanjaro najua michezo ni nini, kwa hiyo najaribu kuwa support. Nimezaliwa mkoa wa Morogoro lakini nimezaliwa Mgeta, lakini wazazi wangu walihamia mkoa wa kijiji cha Mkata, kinaitwa kijiji cha Ujamaa Mkata. Babangu alikuwa mwanzilishi wa hicho kijiji ambacho mpaka sasa bado tupo na familia yangu iko pale, mdogo wangu yuko pale, na maendeleo yote ya kule kijijini bado na shiriki kama mimi niko pale. Chochote wanachokwama tuko pamoja, tunashirikiana. Kwa tulipofika kule, unajua kuhama na wazazi, watu wanaona maisha ni rahisi, sisi tulianzia mbali sana. Kule tulianza kukata misitu, wazazi wetu walikata misitu. Tulienda kujenga nyumba za miti zamani hizo. Kwa hiyo zilijengwa nyumba za miti, kwa hiyo kutoka nyumbani kwenda shule lazima utembee. Kwa hiyo lazima ukimbie, wewe mwanariadha kweli kweli. Ukimbie kwenda shule na utoke shule ukimbie kurudi nyumbani. Kula na urudi mchana. Sio sasa hivi mtoto anaenda shule anakula shuleni. Zamani tulikuwa tunaenda asubuhi, ukirudi mchana lazima urudi. Wewe ni wa kike pia upike nyumbani, na ukishapika waweze kula na urudi shule. Kwa hiyo uangalie muda ni mfupi sana. Kwa hiyo usipoweza kukimbia, maana majukumu yako kule shuleni utachelewa na utapata fimbo. Kwa mtindo huo sasa, baada ya kuanza kujitambua, unatoka katika mchezo huu unaenda katika mchezo huu mpaka leo tunazungumza kwenye mchezo wa golf. Hivi vikombe ambavyo viko hapa kwa sehemu kubwa sana vimehusisha mchezo gani kati ya hiyo mingi ambayo umeshiriki? Nimeshiriki muda mrefu michezo sports zote, lakini nilipokuja mkoa wa Kilimanjaro mume wangu alikuwa anacheza yeye golf. Kwa hiyo niliona golf ni mchezo wa wazee. Kwa hiyo mimi niliamua kustiki na baiskeli. Ndio maana nilikuja na baiskeli kutoka Morogoro, nikaraidi nikaja zangu Moshi kuja kumtembelea mume wangu, tukiwa tumepata project ya Himo Same project, tukiwa na Noremko kujenga culverts kwenye barabara. Okay. Kwa hiyo ndio ilituleta huko mwaka 1990. Kwa hiyo mimi sikuwa mkazi wa Kilimanjaro. Okay. Kwa hiyo tulikuja kikazi. Lakini mimi niliamua tu kuja na baiskeli kama hobby yangu au interest yangu ndio hiyo. Kwa hiyo niliamua nije na baiskeli. Yeye alikuja na gari, lakini mimi niliamua kuja na baiskeli. Okay. Ndio. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kutoka Morogoro kuja mpaka mkoa wa Kilimanjaro kwa baiskeli? Unajua kwa sababu nilikuwa mwembamba sana na nilikuwa napenda sports, napenda baiskeli. Mimi kwangu haikuwa ngumu sana. Ilinichukua tu siku 2 niliweza kufika mkoa wa Kilimanjaro. Maisha mengine yakaendelea. Na natamani turudi sasa kwenye swali langu la msingi. Hivi vikombe ambavyo tunaviona kwa sehemu kubwa sana vimehusisha mchezo gani? Nilipokuja mkoa wa Kilimanjaro 1990 ikawa sina uwezo wa kucheza mchezo mwingine wote. Na mume wangu akaona anachukua baiskeli kwenda Arusha asubuhi na rudi jioni kila siku. Hiyo ndio ilikuwa hobi yangu wakati sina kazi. Nikiwa kazini nafanya shughuli zangu. Kwa akaona kwa wakati ule barabara zilikuwa sio nzuri sana, akaona nahatarisha maisha yangu, akaamua kunipeleka kwenye mchezo wa golf. Sikuupenda sana, lakini nilisema ili niweze kumridhisha basi wacha tu nianze. Akanitafutia professional anaitwa John Davis. Okay.
John Davis alinifundisha kama muda wa wiki moja hivi. Nikaona kama vile naboreka. Alikuwa ni Mtanzania? Ni Mtanzania, John Davis, yes. Ndio alikuwa professional kwa wakati huo. Kwa hiyo nikaona naboreka, akanieleza hata niuzia fimbo za gofu, nikawa najaribu kucheza na fimbo za mzee. Basi wakanambia kuna fimbo special za kike, lakini mimi nilikataa. Nikaenda Ulaya, nikaenda Denmark, Aarhus, nikanunua golf set. Okay. Golf set ilikuwa kidogo gari kwa wakati ule. Sasa najiuliza, baiskeli yangu kuliko hii golf set. Nanunua golf set $3,000,000. Na hiyo golf set inakuwa ina nini na nini? Ambayo ndio kama hii hapo unavyoiona. Okay. Inakuwa na rungu, inakuwa na irons, inakuwa na pata. Okay. Set nzima. Na kile kimpira kile. Ndio, hapana, golf set peke yake. Okay. Kwa hiyo ukiangalia katika ile golf set ni fimbo 12. Okay. Na pattern ya 13. Kwa hiyo uruhusiwi kubeba fimbo zaidi. Kwa hiyo nilinunua hiyo golf set. Kwa hiyo nilipokuwa kule Aarhus, nilikutana na marafiki ambao wao ni wacheza gofu. Okay. Kwa na mimi nikasema nisishindwe, ili kuwaonyesha naweza gofu. Yes. Wacha nianze garden. Unajua sisi ni wakata majani, slasher. Yeah, okay. Kwa hiyo ilikuwa mimi kwangu haikuwa ngumu sana. Nimependa hiyo Kennedy. Kwa kumbe mbinu mojawapo pia ya kuwa gofa mzuri, yani mcheza gofu mzuri. Huo umefyeka sana kaka. Wewe kama shuleni ulikuwa unakwepa kucheza slasher afu unazingua nayo sana kwenye majani. So interesting. Kwa hiyo nikaanza kufanya practice, mazoezi pale nyumbani nje kwenye garden kama hapa unavyoona. Naweka mipira ya plastic na piga kwa sababu nisiharibu vioo vya watu. Nikawa naendelea vizuri. Nikafanya mazoezi kule kwa muda nilokuepo kule wa wiki 2, lakini sikuwa na professional. Sikuwa na mwalimu. Nilikuwa nafanya mwenyewe tu nikiwa na mume wangu. Nikajitahidi kufanya hayo mazoezi, baadaye nikaalikwa kwenda kwenye uwanja wa gofu. Nikaenda nikacheza na nikafanya vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni tournament, au just tournament za kirafiki. Okay. Kwa hiyo ndio ilikuwa tournament ya kwanza wewe sasa kushiriki. Okay. Kwa hiyo nilicheza kule Aarhus. Nilipocheza kule wakanambia wewe una kipaji, hujaanza gofu muda mrefu, mume wako anasema Mr. Vigo, kwa hiyo tunaona utafika mbali. Professional wa kwanza nimekutana naye Aarhus alinambia una swing ambayo swing ile tunaita swing nzuri sana ambayo itakuchukua muda mrefu sana, na hii ni iko ndani yako, hamna mtu anaweza kukufundisha, kwa hiyo endelea hivyo hivyo. Basi nikamwambia asante. Nikarudi Tanzania, nikaanza mchezo wa gofu, nikawa naenda kucheza hapo Moshi Club. Okay. Kiwanja ambacho nimeanzia kucheza gofu kwa ujumla. Moshi Club. Moshi Club, yes. Wewe ulikuwa mwaka gani sasa ulivyo join Moshi Club kwa mara ya kwanza? Ni 1990. 1990. Ndio. Okay. Baada ya kuanza kucheza gofu nikawa nafanya mazoezi. Nilikuwa napiga mipira 500 kwa siku. Mipira 500? 500. Naenda range na napiga mipira 500 peke yako mwenyewe. Bana watu walikuwa wakushangai kwamba huyu mama anakuja anashinda hapa anapiga mipira 500 anaondoka. Nakaa masaa 4. Okay. 5 napiga mipira, nikimaliza unaondoka zangu nyumbani, naendelea na shughuli zangu. Jioni nikienda naenda kucheza mashimo 9, viwanja 9 tu, narudi nyumbani. Kwa hiyo ikifika saa 10 naenda kucheza viwanja 9, narudi nyumbani. Kwa hiyo ikawa namna hiyo. Hiyo 1990 91 nikaanza kushiriki mashindano ambayo mashindano ya klabu. Nimeshiriki mashindano ya klabu. Unaona hivi vikombe ambavyo hii ni mbao. Okay. Lakini imewekwa tu maua. Okay. Ukiangalia kutoka mwaka huo 1991 nimekuwa nikishinda tournament zote za klabu. Bwana. Kwa hiyo ndio maana unaona nina vikombe vingi sana vya mbao. Hiyo ukiwakilisha Moshi Club. Ikiwakilisha Moshi Club. Inakuwa ni tournament ambayo inahusisha vilabu vyote vya golf. Vinawakilisha vilabu vya golf. Okay. Ndio, lakini hivi ambavyo nazungumzia hapa unaona hivi vya mbao. Ndio. Hii ndio tulikuwa kuanza ladies section. Okay. Hizi zote ambazo unaona ni za mbao nimeshinda upande wa wanawake. Okay. Kuanzia huo mwaka 91, 92, 93 mpaka 95.
kila mwaka ukienda unabutua. Nilikuwa nashinda. Na labda nirudi nyuma kidogo. Ndiyo. Wakati unashinda hivyo vikombe, kwa nini vikombe vilikuwa ni vya mbao? Kwa sababu ukiangalia hicho hapo, mtu akikikuta tu Pasco hawezi jua kama ni kikombe hicho. Ndiyo. Lakini mwisho wa siku kumbe ni kombe la ushindi ambalo alilipata. Ukiangalia ni vimbao tu ambavyo vimechorwa maua. Kwa nini ndo vilikuwa ndo vikombe hivyo na si vikombe kama hivi ambavyo tunaviona sasa hapa mbele? Ukivisoma hivi utaona imeandikwa Tanzania Medal Ladies Open. Yaani hizi ni za klabu. Kama hii ni ya tarehe 19 mwezi wa 10 95. Kwa hiyo unakuta ni viko vingi, kuna vya 93, 92. Kwa hiyo sisi kwa wakati ule vikombe havikwepo hivi. Okay. Umeelewa? Tulikuwa tunatumia vikombe vya mbao. Vya mbao. Sasa ukiangalia hapa kuna baadhi ya vikombe vichache ambavyo viko hapa, lakini vingi viko pale ndani. Tumesema tuweke hivi vichache, vina historia. Unavyoweza kucheza gofu, tukawa hata tukienda Kenya hatupati vikombe, tulikuwa tunapewa vesi kama hii unaiona hapa ya maua. Hii nilicheza Kenya. Okay. Nilipofika kule Kenya nilishinda, nikapata hicho. Alafu nilienda tena Kenya nikashinda, nikawa wa pili, nikapata cover ya fimbo. Kwa unaona tumetoka mbali mpaka kufika sehemu unashinda unapata kikombe. Okay. Kwa hiyo tumepambana sana na kusimama na All Africa. 1992 Tanzania tulikuwa hatuko kwenye Umoja wa Afrika wa golf. Kwa hiyo ilibidi tusajili. Wakati tunacheza siku za nyuma hizo mwaka 90, 91 tulikuwa tunajiregister Kenya. Tulikuwa tunatoka hapa tunatuma majina yetu Kenya, tunataka kushiriki mashindano sehemu nyingine, nchi zingine mbalimbali za Afrika. Unaona tulikotoka Tanzania tulikuwa bado nyuma sana kimichezo. Okay. Kwa hiyo mwaka 92 tulikuwa na Ingrid Betty Maraba na Mama Yusuf Ali. Tuliamua kuregister union yetu ya Tanzania Ladies Golf Union. Iliregistiwa mwaka 1992. Okay. Tuliporegister hiyo 1992 tulikuwa tunaenda mashindano Harare kushiriki All Africa Challenge Trophy. Ilikuwa inafanyikia kule Harare, Zimbabwe. Kwa hiyo ukiangalia tumeanza mbali. Tulipopanga kwenda Harare, bahati nzuri au mbaya mimi nilikuwa ndio nimejifungua na mtoto ana miezi 3. Okay. Last born wangu. Kwa hiyo niliwaambia sitaweza kushiriki haya mashindano kwa sababu na mtoto mdogo, ningeomba niangalie mtoto, lakini baada hapo nitashiriki. Kwa hiyo tournament ya kwanza 1992 sikushiriki. Okay. Lakini baada ya hapo mashindano yote yalioendelea kwenye All Africa tulishiriki. Na tuseme tu katika wale waanzilishi wa chama cha golf Tanzania ambaye mchezaji aliyebaki ni mimi peke yake ambaye ni Mtanzania. Wow. Na historia ni nzuri sana Pasco, nzuri sana. Na mama kama tulivyomsikia, Mama Vigo ameshiriki michezo mingi, netball amecheza, mpira wa pete, football amecheza, na anakuambia alikuwa goalkeeper, mchezo wa kuendesha baskeli pia amecheza, lakini baadaye mume wake Mzee Vigo ndo alimleta huku kwenye mchezo wa gofu. Na ukiangalia miaka ya nyuma 80% mpaka 85 wanaume ndo walikuwa wakishiriki michezo mingi sana, hasa mpira wa miguu. Hiyo takwimu umeipata wapi, ndugu mtangazaji? Yani nayo takwimu miaka ya nyuma takribani 80% ya wanaume ndio walikuwa wakishiriki michezo mingi sana, hasa mpira wa miguu, mchezo wa gofu. Labda kwa upande wako Mama Vigo, ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuingia moja kwa moja kwenye mchezo huu wa gofu na hatimaye ukaenda kuchukua vikombe vingi hivi ambavyo umekuwa navyo hivi sasa? Baada ya kuanza kucheza mchezo wa gofu mnakutana na marafiki wengi wa aina mbalimbali. Kwanza mnaanza kuongea mambo ya biashara, mnapeana appointment, mnakutana. Kwa hiyo ikawa kwangu imenifanya nipate interest zaidi, kwa sababu ilikuwa ni contact zaidi kwa ajili ya kufanya biashara nchi mbalimbali. Kwa hiyo baada ya hapo nikaona huu mchezo unanifaa. Kumbe nilivyokuwa nikitegemea kwamba nikienda kucheza gofu ni ya wazee tu, ikawa sio hivyo. Kwa hiyo nikapata interest kutoka hiyo 1990, nikaendelea, nikasimama, nikakutana na wamama tofauti wanaofanya biashara tofauti,
tukaanza kubadilishana mawazo nchi mbalimbali, na mimi nilikuja kufungua kampuni yangu ya ujenzi 1996 nikiwa Kilimanjaro. Baada ya kuja Kilimanjaro nilipenda hali ya hewa na nikapenda eneo hili. Kwa nikajaribu kutafuta, nilipopata hii eneo nikachukua, nikanunua, ndio mpaka leo niko hapa Kilimanjaro. Ni wakati gani ambao uliufurahia zaidi wakati ambapo unashiriki kwenye mashindano ya golf? Ni mwaka gani au ya mashindano gani ambayo haya bana sintayasahau na nini na vitu kama hivyo? Kwanza ningependa niwashukuru baadhi ya watu ambao wakati nacheza gofu watu waliona kipaji changu na walifurahia kuwa Mtanzania wa kwanza kwenye chama cha golf Tanzania kufanya vizuri ndani na nje ya nchi. Mimi nimeshinda Tanzania mfululizo, Tanzania Ladies Open mfululizo, zikiwa nchi mbalimbali mpaka nchi za nje zikiwa zinakuja. Nimeshinda mara 7. Mara 7 mfululizo. Kutoka bila mwaka... mtu yoyote kunifunga, wewe Mkenya, Mzambia, wapi. Nimeshinda mara 7 mfululizo. Lakini nimekamata title ya kushinda mara 9. Hapo katikati nilikuwa wa pili, nikawa tena wa pili, na nikaja kushinda tena mara 2 baadaye. Kwa hiyo unaona nimeshinda Tanzania mara 7. Nina rekodi ya kushinda mara 7. Na ukiangalia nina kitabu nimetengenezea kabisa. Okay. Hiki kitabu nimeweka kwa ajili ya future ya wajukuu zangu, watoto wangu. Nimeshinda mara ngapi, naonyesha mashindano gani na wapi. Okay. Lakini sio ndani ya nchi tu. Mimi nimeshinda Kenya nikiwa nacheza na kina Rose na Riaka ambao ndio walikuwa wakali. Mimi nimewakuta kwa golf muda mrefu. Kuna America Rano, kuna Florence Maina Kenya. Kwa wale wenye kujua gofu 5 under, manake nimecheza kila kiwanja, nimecheza level, na kuna baadhi ya viwanja nimepata under. Kuna kuitwa bogi, kuna kuitwa pa, na kuna kuitwa igo. Kwa hiyo nilipata hizo bedi na igo kwenye hicho kiwanja. Nilipofika holi namba 18 wakati namalizia, mpira wangu ulienda out of bounds kwenye maji. Kwa hiyo sikuwa nafahamu kiwanja. Kwa hiyo niliwaeleza mpira wangu umeingia kwenye msitu, nacheza professional ball. Nikapiga ukaelekea upande huo huo. Nikachukua mpira wa 3, nikasema pia nacheza professional ball. Lakini ukisema hivyo manake mipira yote 3 utakayocheza lazima udeclare mmoja utakapofika pale wakati unatafuta. Okay. Tulipoenda pale tukatafuta kwa muda, unapewa muda wa dakika 5. Ikipita dakika 5 mipira yote unakuwa, hata kama utauona hutacheza, utarudi tena kwenye T-box. Mimi nilipofika niliangalia, nikaona ule mpira wa kwanza nimeona kama uko kwenye maji, kumbe ni hazard. Kwa hiyo bahati nzuri nilikuwa najua sheria, nilikuwa nasoma sana vitabu vya sheria ya golf nyumbani binafsi, sio kufundishwa. Kwa hiyo na hiyo ilinisaidia sana mume wangu kwa kunieleza kwamba jifunze sheria, golf sio kujua kupiga tu mpira, lakini jifunze sheria. Kwa hiyo nilipofika pale nikaangalia ule mpira, nikasema mpira wangu nahisi ni ule. Wakasema hapana. Kijana akaenda kutoa ule mpira. Nikaangalia mpira wa pili nikapata, na mpira wa 3 nikapata. Kwa hiyo nikawa naangalia saa yangu, lakini nikajua kwa sababu mimi nacheza vizuri, hawa watu wanaweza kunibana. Kwa sababu najua wa South Africa na wenzetu ambao nilikuwa nacheza nao, wao bado kule kulikuwa na ile tabia ya rangi kala. Sasa mimi kwa sababu siko kwenye Uafrika, siko kwenye uzungu, ni mtihani mwingine. Na ukicheza na mtu mweupe ambaye ukawa wewe ni black, pia ni shida nyingine. Wao wanajifanya wanajua sana sheria kuliko sisi. Kwa bahati mbaya alikuta na mimi najua sheria kuliko wao. Wakaniuliza unacheza mpira gani? Nikaambia kabla ya kucheza mimi kwanza na stopwatch yangu. Nasimamisha saa yangu kwa sababu nilikuwa natumia saa ya golf kwamba unaweka timing. Ilipofika dakika 5 hivi nikasimamisha saa yangu na kuwaeleza, wakaniuliza, nikasema nimesimamisha, lakini na declare mpira wangu wa kwanza nimeuona kwa muda, lakini kwa sababu ya sina uhakika nao nitacheza mipira miwili. Nitacheza mpira wa kwanza na mpira wa pili.
wakaniuliza utascore mpira upi, nikamwambia nitascore mpira wa pili, kwa sababu kama nimedelay according na time yangu na ya referee itakuwa na declare mpira wa pili ndio nitakaocheza. Wakasema sawa. Kwa hiyo nikacheza mipira miwili. Nikacheza ule mpira wa kwanza ambao ulikuwa hazard, nika drop. Second shot yangu baada ya kudrop ni penalty. Unapata penalty moja. Nikatupa ule mpira juu ya green. Na nikacheza ule mpira wa pili ambao ulikuwepo upande huo, nikatoa, nikapiga tena ukaingia green. Kwa hiyo nikawa nimecheza mipira miwili. Lakini nikamuita referee. Nikamwambia referee, naomba ufike hapa ili uweze kufanya maamuzi kabla sijatoka uwanjani. Wakasema hapana, wewe endelea kucheza. Nikamwambia sawa, nitacheza mipira yote miwili, lakini nataka ni declare kukiwa na referee. Wakasema sawa. Wakamuita referee akaja, nikacheza mipira yangu yote miwili. Bahati nzuri ule wa kwanza nilipata 5 na ule wa pili nilipata badi ambao ni 3. Ukiweka penalty 2 unapata 5. Kwa hiyo nikichukua ya kwanza nitakuwa nimepata 5. Nikichukua ya pili nitakuwa nimepata 5. Sasa baada ya kufika pale wakanambia lazima ni declare mpira upi nitacheza. Wamenitega kwa sababu wanajua nacheza vizuri na mimi ule uwanja si ufahamu. Kwa hiyo nikasema sawa, sina tatizo na hapo, turudi Clubhouse. Tukarudi Clubhouse kwenye half time ili tuende uwanja mwingine. Kwa hiyo tulicheza siku ya kwanza mashimo 36, 18 tukaingia uwanja wa pili. Kwa hiyo mimi nikadeclare kwamba na mpira wangu wa pili ndio nitacount kama wa kwanza kwenye timing yangu na ya referee iko tofauti. Kwa hiyo nikamaliza, wakanambia endelea na mchezo, nikaenda nikacheza second hicho kiwanja cha pili. Nikacheza, maana tulianza asubuhi tukaanza mchana, tukacheza tukamaliza. Kwenye ile tournament nilikuwa wa 5 katika watu wote wa Afrika. Bana. Pamoja na challenge zote nilizopitia. Na washiriki kwenye maisha yangu. Washiriki walikuwa zaidi ya wangapi kama kwa kumbukumbu? Washiriki tuko nchi 18. Okay. 18. Na kila nchi ilikuwa naleta wachezaji 4.